baada ya siku kadha za mvutano mkali, mashambulizi na hofu ya vita vikubwa vinavyoweza kuitikisa dunia. Lakini je, huu ni mwanzo wa amani ya kweli au ni kimya cha hatari kabla ya mgogoro mwingine mkubwa zaidi? Kwa mashaka hayo, Iran inasisitiza kuendelea kurutubisha urani, Marekani ikiongeza uwepo wa majeshi yake katika mlango wa bahari wa Hormuz, na Israel ikitangaza kuwa mapigano dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon yanaendelea. Maswali mengi bado, msikilizaji na unanitazama, yanataka majibu. Leo tunauchambua mgogoro huu kwa kina tukiwa na wachambuzi wetu watatu kutoka maeneo muhimu duniani. Abdul Fattah Musa, huyu ni mjuzi wa masuala ya Iran aliyewahi kuishi nchini humo na kwa sasa yuko kwa muda Zanzibar. Muberwa Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani akiwa Washington, na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam. Wakati tunavyozungumza, huu ni mjadala wa uamuzi unaotikisa ulimwengu au dunia kwa sasa, kugusa moja kwa moja uchumi wa watu katika maeneo kadha wa kadha, Tanzania ikiwemo, Zanzibar, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali ilivyo. Bila shaka mnanisikia wakati huu Moja kwa moja tuanze na Abdul Fattah Musa. Uko Zanzibar, wewe kwa uzoefu wako, fikra, mawazo, umekuwa mkazi wa Iran. Kwa kuzingatia hilo, una uzoefu mkubwa kwa kuishi huko. Uamuzi huu wa kusitishwa mapigano wanauelewa vipi ndani ya Iran? Na je, wananchi na taasisi za dola, wanasiasa wanaona kama ushindi au kusalimu amri, au ni mapumziko ya muda mfupi tu, bado wakiwa na wasiwasi? Hali zote mbili tunaweza tukasema kwamba zipo kuhusiana na hali hii. Kwa upande mmoja tunaweza tukasema kwamba huu ni ushindi kwa mtazamo wa Iran, kama ambavyo nilipofuatilia vyombo vya habari vya ndani vya Iran, televisheni ya taifa ya Iran imeonyesha wananchi wenyewe wakisherehekea uamuzi huu wa kutangazwa usitishaji vita kwa lengo la kuelekea kwenye hatua ya kuhitimisha vita, kwa kuzingatia kwamba malengo ambayo Marekani na Israel yalijiwekea katika vita hivi dhidi ya Iran, na kwa kuwa malengo hayo hayakufikiwa hadi sasa, wa Iran walio wengi wanahisi kwamba hatua hii ni ushindi kwao. Lakini kwa upande wa pili, kama ulivyosema, hofu itabaki katika swala zima la kwamba si Marekani si Israel. Iran inasema kwamba kumradhi, haziaminiki kutokana na kile ambacho zimekionyesha katika vita hivi vilivyotokea dhidi ya Iran katika kipindi cha mwezi Juni mwaka jana na hatimaye mwishoni mwa Februari mwaka huu. Kwa hivyo kwa mtazamo huu ndio maana hata wa viongozi wa juu wa Iran wanasema hawachukulii mazungumzo haya kwamba yatakuwa ni kielelezo cha kumalizika vita. Inawezekana kwamba ikawa ni usitishaji vita na chochote kinaweza kutokea baada ya hapa. Kwa upande mwingine, Muberwa Bandio, unanisikiliza ukiwa Washington hapa Marekani Naam, nakusikia. Huu unaonekanaje huko? Ni uamuzi wa mkakati au wa kulazimishwa unavyotazama kwa siasa za Marekani kwa wakati huu? Nafikiri ulikuwa uamuzi salama zaidi, na naweza nikasema kwamba mazingira yameolazimisha. Katika kipindi chote hiki cha siku tangu Jumamosi nilikuwa nikihisi, na ilishasema mara kadhaa kwamba Rais Donald Trump alikuwa anatafuta namna ya kuchomoka. Kwa hiyo hii imekuwa nafuu kwake, na hasa pale anaposema kwamba ni kama vile kutoka kuna makubaliano ama kutoka kuna mjadala kulingana na vipengele 10 vya Iran. Ukiangalia hivi sasa hakuna ambacho Marekani alikiweka kama sharti na kimefanyika. Uharibifu umefanyika, ni kweli, watu wameuawa, ni kweli, lakini leo hii tuna Khamenei kama kiongozi wa nchi baada ya kuwa wamemtoa Khamenei. Wanataka ule mfereji ufunguliwe kama ambavyo ulikuwa umefunguliwa kabla ya kushambuliwa. Kwa hiyo ni kwamba katika kipindi chote hiki kutumia dola milioni 891 kwa siku kwa kipindi chote hakujaleta mabadiliko ya kile alichokuwa anakitaka zaidi ya uharibifu. Kwa hiyo ilifika wakati nafikiri akarahisi kwamba Iran wamekuwa na msimamo, alitafuta namna nzuri ya kuweza kutoka, na wananchi wa hapa nafikiri walikuwa tu na wasiwasi wa nini kitafuata, lakini hii imekuwa na unafuu kiasi kwa sababu ushindi haupo. Haonekani kutafsiri kwamba hakuna tafsiri ya ushindi, ile tu kuna tafsiri ya kwamba kuna uwezekano
kufikia hitimisho katika hili. Ndio, si kwamba Marekani ilifikia hatua hii kutokana na shinikizo labda la kiuchumi au kisiasa? Yote mawili, na ndio maana nimesema kwamba ukiangalia kwa mtazamo wa ndani utatambua kwamba Donald Trump ameshindwa vibaya. Kama nilivyosema, hajabadilisha utawala alipokuwa akifikiria, lakini hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya hivi sasa, na nina uhakika Republican walikuwa wamekuwa na hofu kubwa, kwa sababu sasa hivi uchumi unapoanza kufikia $7, mafuta $7, $8, hivi ni vitu ambavyo vinamwathiri kila mtu, na tunaelekea mwezi wa 6, na nilipata kusema, nafikiri kwa ni hapa kwamba kama Iran wataweza kushikilia wakang'ang'ana mpaka mwezi wa 6, mwezi Juni, wakati wa majira ya joto hapa, ule ndio wakati ambao watu hufanya maamuzi kamili ya uchaguzi wa mwezi Novemba. Donald Trump alitafuta kila njia ambayo angeweza kuipata ili hakikisha angalau kufikia mwezi wa 5 ana kitu cha kuzungumza, pengine watu wameweza kusahau. Lakini hali hii imekuwa na msukumo wa kiuchumi na pengine kisiasa kwa sababu ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Unazungumza kana kwamba hii vita, hatua hii ya kusitishwaji vita itakuwa muda mrefu? Sina uhakika sana, si mtu ambaye unaweza kumwamini hivi sasa, kwa sababu hali yake Donald Trump kadri inavyozidi kuwa na kile kinaitwa makasiriko, watu wanaweza kuwa na wasiwasi. Nafikiri nimesikia watu wengi sana wakizungumzia kuhusu namna ya kuweza kutumia mabadiliko 25 ya katiba ya Marekani, kwamba wanahisi anavyozidi kukasirika anaweza akafanya maamuzi yasiyo sahihi. Hatudhani kama amemaliza, kwa sababu ni mtu wa visasi na ni mtu ambaye hapendi kushindwa, na amesema hivyo. Kwa hiyo upo uwezekano, wasiwasi waliozungumzia ndugu yangu Fatah kule ambako wako Iran, kwamba wanaweza wakawa katikati ya mazungumzo nao wakafanya kitu angalau apate kitu cha kushangilia. Anaweza akashambulia, inaweza sio ya muda mrefu, lakini Iran walichoahidi, na nafikiri msimamo wa Iran ndio ambao umekuwa tishio zaidi, kwamba hatutaki kusitisha vita, tunataka kuvimaliza. Na anasema muda wote kutakapokuwa na shambulio, mali zako, mali za watu wa hapa, maslahi yako ya huku yatakuwa yameshambuliwa. Nafikiri hicho ndio kitu pekee ambacho kinamtisha, la sivyo angekuwa anaendelea na mapigano. Ibrahim Rahbi, ukiwa Dar es Salaam, unanisikia wakati huu? Nakupata vizuri. Israel imeendeleza mashambulizi dhidi ya Lebanon, na hata usiku wa kuamkia leo kunaelezwa, kuna ripoti kwamba kumefanyika mashambulizi. Kuna tafsiri gani hapa? Vita vimetangazwa kusitishwa kwa majuma mawili. Nadhani kuna kutokufahamiana kati ya Marekani na Israeli kwenye hili, lakini kuna kile ambacho kiko wazi na kimekuwepo toka miaka mitatu iliyopita, na hata baadhi ya viongozi wa Marekani wamewahi kulizungumza, akiwemo rais mstaafu Bill Clinton na rais Joe Biden amewahi kuzungumza tabia ya Netanyahu kununua muda pale anapokutana na kadhia kubwa kama hizi. Sasa mijadala iliyoendelea ndani ya Israeli baada ya tangazo la usitishaji wa vita limekuwa mijadala mkubwa sana, wakishutumu kuwa ushirika wao wa nguvu yote na Marekani, Israeli hajashirikishwa kwenye meza ya makubaliano, isipokuwa amepewa taarifa ya usitishaji wa vita. Kwa hiyo mjadala mkubwa unaegemea kwa Netanyahu kufeli kwake kwa sera zake, na kile ambacho kinatangazwa na vyombo vya habari kama ushindi wa Donald Trump na Israeli. Lakini Waisraeli wana macho, wana kila kitu wanakiona. Wanachokiona wao ni kupoteza zaidi kwa Israeli kuliko kupata zaidi, kwa sababu hakuna kilichofanyika ndani ya Irani. Kwa hiyo kuna uwajibikaji ambao utakwenda moja kwa moja kwa Netanyahu kisiasa, ndio anaojaribu kuukwepa hivi sasa na kuweka pembeni kuwa lazima tuendelee vita ya Lebanoni, ili mijadala ya siasa ya ndani isijadiliwe, kama ambavyo pia ametumia wakati wa vita ya kwanza ya Lebanon, kama alivyotumia wakati wa vita ya kule ya Gaza, kwa kuvuta muda kwenye vita ili kukwepa kesi zake zinazoendelea. Kwa hiyo hiki kinachoendelea Lebanoni ni katika maslahi ya kisiasa ya Netanyahu, katika michezo ambayo amekuwa akicheza kwa muda mrefu zaidi. Tutarejea hilo kama tutapata wasaa. Abdul Fattah Musa, Iran imesisitiza itaendelea kurutubisha urani. Je, hili si kwamba linamaanisha kuwa chanzo kikuu cha vita bado hakijaguswa na hivyo kufanya usitishwaji wa mapigano kuwa wa muda mfupi? Suala zima la mazungumzo ya Islamabad yanayotarajiwa kuanza Ijumaa ni kitu ambacho kimegubikwa na mambo mengi yenye utatanishi. Kwanza, kama tulivyoona, Rais Trump mwenyewe kwa mara ya kwanza, kinyume cha mazungumzo yale ya Oman mara ya kwanza na ya pili baada ya vita vilivyopita au kabla ya vita hivi vya mwisho, ni kwamba hakukuwa na uwazi wa nini hasa kinataka kujadiliwa, zaidi ya kugusiwa tu suala la msingi kwamba ni mpango wa nyuklia wa Iran, na vile vile kuanza kuingizwa na masuala ya makombora ya Iran na suala la Iran katika sera zake za kikanda. Lakini mara hii tumeona hatua ya ajabu kwamba mpango wa vipengele 10 wa Iran uliopendekezwa, Rais Trump katamka hadharani kwamba anauhisi kwamba una msingi kuwa majadiliano. Sasa hili linaonyesha kama kwamba kuna hali fulani ya kulegeza msimamo Marekani au Rais Trump katika
msimamo wake kuhusiana na Iran, na hata hii hatua ya kwamba ameamua kumjumuisha pia makamu wake wa rais katika mazungumzo haya kutokana na Iran kupoteza imani kwa wajumbe wake wawili, mkwe wake na mjumbe wake wa Mashariki ya Kati. Yote haya yanaonyesha aina fulani ya kulegeza msimamo Trump katika suala nzima. Kwa hivyo huu msimamo wa Iran ambao umekuwa ikiushikilia kila mara kwamba haina nia ya kuunda silaha za nyuklia, lakini nataka iendelee kupata haki yake ya kisheria ya kurutubisha madini ya urani kwa malengo ya amani, hili ni suala ambalo linaonekana kwamba Iran itabaki kuwa ni mstari mwekundu kwake. Sasa kinachobaki ni kuona katika kipindi hiki cha wiki mbili za mazungumzo nini kitapita huko nyuma pazia katika mazungumzo haya, ili kuona kila upande utakuwa tayari kwa kiasi gani kutoa kipi ili kupata kipi kwa ajili ya kuweza kufikia mwafaka wa kuweza kumaliza kikamilifu mgogoro huu, kama ambavyo Rais Trump katika ujumbe wake aliotoa ameonekana kwamba kitu kikubwa anachokitaka sasa ni kupatikana amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati. Abdul Fattah, nashukuru. Muberwa Bandio, majibu ya mafupi kidogo. Rais Trump awali alitoa vitisho vikubwa kisha akasogea kwenye kusitisha mapigano. Kisiasa, ujumbe kama huu unaathiri msimamo wa Marekani kama taifa lenye nguvu kuwa na misimamo isiyo thabiti inabadilika? Nafikiri katika kipindi chote cha mgogoro watu walitambua kwamba haukuwa msimamo wa Marekani kwa sababu hakuwa akihusisha sana maamuzi, kwa ni msimamo wa Trump. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho sasa hivi nafikiri dunia imetambua kwamba kuna Trump na Marekani. Kwa bahati mbaya sana inaonekana Trump akizungumza kama kwa niaba ya Marekani, lakini watu wametambua sasa hivi kwamba Trump si mtu, wanatambua kwamba hakuwa mtu wa kuaminika, lakini vitisho vyake vinaweza visidumu sana kwa sababu anaongozwa na hisia binafsi za kuogopa kushindwa kuliko sera za nchi, hasa kwa miaka mingi ijayo. Lakini bado anatazamwa kama mtu anayeungwa mkono katika makundi kadhaa Marekani. Makundi kadhaa, ni kweli, na hasa makundi ya hafidhina, na ndio kundi ambao anajaribu kulitumikia kama ambavyo hivyo kwa mtu kama Benjamin Netanyahu. Anaongoza katika ile sera ya divide and rule. Kwa hiyo ameigawa nchi katika namna ya kiitikadi na anaendelea kuwafurahisha wale ambao anaendelea kuwafurahisha na anaendelea kufurahia, lakini walisia mambo ni kwamba kuna uoga mkubwa sana juu ya kukataliwa kwa kile anachokifanya katika kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, na upo uwezekano akapoteza chemba zote mbili, na hiyo ikitokea anajua fika kwamba atashitakiwa kwa yale ambayo alifanya. Kwa hiyo anaungwa mkono, lakini si kwa kiwango kikubwa kama ambavyo watu wanaaminishwa. Ibrahim Rahbi, uamuzi wa Iran na Oman kutoza ada katika mlango Hormuz utaathiri vipi nchi zinazoagiza mafuta kama Tanzania kwa mfano ulipo wewe? Na je, tunapaswa kujiandaa na kupanda kwa gharama zaidi za maisha unavyotazama pamoja na hili lilofikiwa? Gharama za maisha zenyewe haziepukiki kwenye hili swala, kwa sababu unafahamu si tu kuwa kukosekana kwa mafuta duniani, lakini kuna uharibifu mkubwa umefanyika kwenye miundombinu. Kwa hiyo hata kama hili swala litakwisha na vita itamalizika, mafuta hayawezi yakarudi kwenye nafasi yake. Katika kipindi ambacho tunaweza tukachukua karibu miaka miwili, tunaweza tukashuhudia mafuta yakiwa kwenye bei ya juu kiasi kulinganisha na kabla ya vita. Swala la Omani na Irani kumiliki mfereji wa Hormuz na kutoza ushuru kama litaathiri utiririshaji wa mafuta, kwangu sioni kama hilo swala linaweza likatokea hivyo, kwa sababu utaratibu utakuwa wa wazi tu kuwa meli zitalipa na zitapita. Kikawaida ilipaswa kuwa hivyo, kwa sababu unafahamu Hormuz sio maji ya kimataifa. Hormuz ni maji ya mali ya Irani na Omani. Kwa hiyo wanayo haki ya kuamua nini kifanyike katika eneo ambalo linawahusu wao. Sioni kama itakuwa tatizo kubwa sana. Na tukirejea kwako Abdul Fattah Musa, kwa kuzingatia kelele za hafidhina wakati wa maandamano ya Tehran, je, serikali ya Iran ina uwezo wa kusimamia makubaliano haya bila la shinikizo la ndani? Umesikia hata leo jana usiku kumekuwa na kauli za ndani. Serikali inavyoonekana katika suala hili ina uungaji mkono mkubwa hata wa vikosi vya ulinzi ambavyo ndio vyenye msingi muhimu katika suala hili. Endapo vikosi vya jeshi la Iran, hasa jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu, vitachukua msimamo wa kufuata makubaliano haya kusitisha vita kama ambavyo yameamuliwa, na ikiwa yataheshimiwa na pande zote, bila shaka huu utakuwa ni msimamo ambao utakubaliwa na Wairani wenyewe. La msingi zaidi ambalo mimi nahisi vile vile limefungamana na kadhia hii ni kwamba Wairani walikuwa wamepanga kuanzia leo
hadi kesho ni kufanya maadhimisho ya maombolezo ya 40 ya tangu alipouawa kiongozi wao mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Haya yote yangeweza kufanyika katika mazingira nyeti kama ingekuwa vita hivi haukufikia makubaliano ya kusitisha vita. Kwa hivyo hatua hii pia kwa namna moja au nyingine itakuwa imeleta ahueni kwa Wairani walio wengi kuweza kushiriki katika swala hili, jambo ambalo bila shaka litakuwa ni kwa manufaa ya serikali ya Iran na viongozi kama ulivyoashiria mwenyewe, viongozi wa hafidhina. Rahbi, tunarejea kwako ili umeligusia kidogo. Netanyahu amekosolewa na kiongozi wa upinzani Yair Lapid kwa kukubali kusitisha vita. Ndani ya Israel makubaliano haya yana taathira gani, Rahbi? Ndani ya Israeli, unajua hii vita wanabisha, wanakataa, lakini ilikuwa ni vita ya Israeli, haikuwa vita ya Marekani. Ilikuwa ni vita ya mustakabali wa Israeli. Kwa hiyo unaweza ukawaelewa zaidi wa Israeli kwenye hili. Hata kura ya maoni ya ndani ya Israeli, licha ya vurugu zote, ilikuwa inaonyesha uungaji mkono mkubwa wa hiki. Waisraeli wanapoona usitishaji unatokea katika kipindi ambacho walikuwa wamekwenda kumdhoofisha adui, lakini wanakwenda kwenye makubaliano ambayo mezani mjadala uliopo ni wa adui, hilo ndio linawafanya wawe wanyonge zaidi, kwa sababu hawakupata kile wanachokitaka. Leo hii Donald Trump anaandika kwenye mtandao wake wa Truth kwa maneno yake kabisa kuwa msingi wa mazungumzo utakuwa ni pointi 10 za Irani, yani yale ya Irani ndio yatakuwa mazungumzo, msingi wa mazungumzo. Kwa hiyo hii tafsiri ya ndani ya Israeli ni kushindwa. Ndio maana unaona kuwa Netanyahu anafahamu kuwa kapoteza kisiasa, na hilo halina shaka, kupoteza kisiasa. Ndio maana wapinzani wake sasa wanaamua kumsema kwa uwazi, akiwemo Yair Lapid na wengine, kumwonyesha kabisa kuwa wewe umetuangusha. Manake Israeli inashuhudia aibu ambayo haijawahi kuiona. Manake kuwa tathmini za awali za Netanyahu kuingia kwenye mzozo huu hazikuwa halisi. Alipaswa atulie kabla ya kufanya maamuzi ambayo yanaenda kuingiza hasara nchi na kuiangusha kabisa nchi. Kwa hiyo uwajibikaji wa kisiasa ndio unamfanya Netanyahu sasa aanze kurukaruka, kujaribu kutoa mchezo uwanjani na kuupeleka nje, kuifanya nchi kuwa ikose utulivu, kwa sababu nchi inabaki kwenye vita. Ili tusijadili siasa, wala tusiende kwenye mahakama, wala tusiende kwenye sheria, tubaki tu kuwa nchi ipo kwenye vita, huku akipanga mikakati mingine mizuri ambayo anahisi inaweza kumuokoa. Bandio kama Israel inaona bado haijafikia malengo yake. Je, kuna hatari ya Israel kuchukua hatua za kijeshi kivyake hata wakati huu ambapo kuna usitishwaji huu wa mapigano unaotangazwa? Kwa kufanya hivyo, maana sasa itakuwa imesababisha mgogoro mwingine mkubwa zaidi kati ya Israel na Marekani, kwa sababu walikwenda kama chombo kimoja, wakiwa na nia moja, wakiongozwa na muda wote msemaji mkuu amekuwa ni Rais Donald Trump, sio wizara, sio serikali ya Israel. Kwa kama Donald Trump alivyokuwa akizungumza kuhusiana na hatua ambazo zinafuata na vitisho na kila kitu, na baadaye akaja akasema kwamba tumesitisha mapigano kwa ajili ya kufanya mazungumzo, Israel akiendelea hapo sasa kwa kwenda kinyume na Donald Trump. Tunajua kwamba huwa hapendi, lakini pia na Donald Trump naye atawajibishwa kwa hilo hapa nchini Marekani, kwa sababu kama alivyosema Rahbi, watu wanajua kwamba hivi havikuwa vita vya Marekani. Marekani wamedondosha mabomu katika kitu ambacho wao wenyewe hawakushambuliwa. Kwa hiyo kwa namna yote ile, Israel akiendelea wakati Marekani amesitisha, sasa itakuwa ni kati ya hawa wawili, Netanyahu na Donald Trump. Msikilizaji unatusikiliza, niseme tu tulikuwa tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa leo kuhusu usitishaji wa mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel kwa upande mwingine, ambao umezusha mjadala mkubwa na mambo kadha wa kadha kwa hayo yalijitokeza. Tulikuwa na wachambuzi kutoka maeneo tofauti: Abdel Fattah Musa, mchambuzi wetu wa masuala ya Iran, Bubelwa Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani akiwa Washington, na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam. Nyote kwa pamoja bila shaka nawashukuru kwa kushiriki na niwatakeni kheri kwa mchana huu. Asante sana.